Bwana, wakati mnyama anaelekea kwenye uzinduzi wa Simba Day kule Ngorongoro Arusha, tuko na mwamba GB64. Kubwa zaidi ni kuhusiana na timu za ligi kuu ya Tanzania bara kutotumia vyumba vya kubadilishia nguo rasmi. Msimu huu wanakwenda kupokwa alama 5 ikiwa pamoja na faini. GB64, kwema ndugu yangu? Bwana kwema kabisa. Uko vizuri kaka? Mimi niko vizuri na achaje kuwa vizuri, na wakati unamwona mwamba Lampard Electronics ametulia kwenye mwili wa GB64. Mimi ni ambasada wa Lampard Electronics. Mwamba mmoja ambaye anapatikana mtaa Msimbazi pale. Mzee wa maskrini makubwa alosababisha na mziki mkubwa alosababisha pale watu wasipite pale kwa furaha. Wamepita pale wakaikuwa mziki mmoja mzito wakakutana na goli la Chama kwenye TV ya Lampard Electronics. Pale unapata electronics zote, vifaa vyote vya electronics unavipata kwa Lampard mtaa wa Msimbazi. Kwa hiyo mimi lazima niwe na furaha kwa sababu ni mwana. Sawa. Mwana na vitu vyangu vyote mimi navipata kutoka kwa Lampard. Sawa. Bwana, kubwa zaidi ni kuhusiana na leo rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia ametolea ufafanuzi kuhusiana na lile sakata ambalo limetokea msimu uliopita, vilabu kutotumia vyumba rasmi vya kubadilishia nguo, kwamba msimu huu wanakwenda wanakwenda kupokwa alama 5 zaidi. Kwanza nataka kufahamu kwa upande wako umelipokeaje? Bwana, mimi nimelipokea kwa furaha, na hata mimi nadhani ndo nilitoa hiyo pendekezo. Mimi nilisema point 3, wanyang'anywe point 3. Umeelewa? Lakini swala la faini hizi zinakuwa zisaidii kitu. Lakini sio vilabu vinaathirika. Kwa mfano kama ile mechi ya Simba ile mechi, na maana ingekuwa mtu ananyang'anywa point, sasa hizi Simba ni bingwa. Umeelewa? JKT nao angepata pointi zao 3, sasa hizi angekuwa anashika nafasi ya 4. Si umeelewa? Lakini wao wametozwa faini, lakini mwisho wa siku zile faini haziji kwa vilabu, zile zinachukuliwa na bodi ya nini? Bodi ya ligi. Umeelewa? Alafu hata hivyo vile TFF nao vile wanatakiwa ili swala walikazie sana. Unajua ligi yetu ni ligi namba 5 namba 6 sasa hivi barani Afrika. Na ni ligi ambayo sasa hivi wachezaji wakubwa wanaiangalia sasa hivi wakifuatwa, labda iwe tofauti tu ya kimishahara, wasikubaliane na mishahara na signing fee. Lakini sio ile kama zamani mtu anakuja anaangalia anakuta ligi mbovu, mchezaji anagoma kuja kucheza. Lakini sasa hivi ligi yetu ni namba 5 namba 6. Kwa hiyo iendane matendo yake iendane na hadhi ya nini? Hadhi ya ligi. Si umeelewa? Lakini leo ligi yetu inaangaliwa na nchi mbalimbali. Mechi kama ile ya dabi, viongozi wa CAF wa FIFA watu wote wanaangalia kwamba Tanzania kuna dabi ya aina gani. Hapo wanakuta kuna katimu kako nje ya uwanja. Sheria na kanuni ile mechi, sheria za FIFA ile mechi litakuwa isichezwe. Kabla ya mechi wanatakuwa watu wakakaguliwa vyumbani. Yanga aliwakagua nani kule nje? Haya, mechi imekuja imechezwa, tufanye walichelewa. Mechi ikaja ikachezwa. Half time wameondoka tena wameenda nje. Unajua anachoenda ukifanya kule? Inawezekana huko akawa anakwepa madawa, lakini kule nje wanaweza kutumia nini mambo mengine. Si umeelewa? Kwa hiyo nakuta vitu kama hivyo, lakini kisheria ile mechi litakuwa isichezwe. Na walivyotoka nje mara ya pili walitakuwa mechi ivunjike kwa sababu wametoka nje ya uwanja. Si umeelewa? Lakini yote hii marefali kwa sababu wanabebwa ikachezwa tena mechi, wakarudia tena wakatozwa faini milioni 30, wamerudia tena wakatozwa faini milioni 100, lakini hatunanufaika nazo na nini? Si umeelewa? Lakini pointi kwa sheria hii sasa hivi sidhani kama atakuja atarudia tena. Nimefurahia vizuri sana. Yaani hapa nampongeza Wallace Karia na kabineti yake katika kuweka nini? Kuweka sheria. Sasa sheria inatakiwa ifuatwe. Wasiwasi wangu wanasema mpaka tupime. Sasa hapa katika kupima hapa hivi vyombo vinavyokuja wasije wakazisingizia timu zingine. Umeelewa? Kwamba kipimo kionekane, kila mtu hakikishe viongozi wa upande wa huku na upande wa huku na wawepo waangalie. Sawa, kama kweli humu kuna nini? Kuna sumu zilizotumika ili mtu apate nini? Apate stake zake. Unaona pengine inaweza ikawa ni hii kunyang'anywa alama 5. Huenda ikawa pia ni suluhisho kwa vilabu ambavyo vinafanya vitu hivi. Hii ni dawa na zisiogopo hizi Simba na Yanga. Shida tu atakuwa tujenge mpira wetu. Alafu msimu unaofuata ni msimu wa AFCON. Kumbuka CAF kuna nchi ngapi zimeomba nini? Zimeomba kuandaa AFCON. Zimepewa? Leo Twiga Stars wako South Africa. Sio wako South Africa wala watoto. Bado mechi moja waingia robo finali. Kwa hiyo nchi kule inatangazwa. Sasa mkifanya mambo machafu maana yake tunaitangaza nchi vibaya.
Tunaelekea kwenye AFCON, nchi kibao zimeomba, walipewa? Si hawakupewa? Kwa nini tumeheshimishwa Tanzania? Sasa kwa nini tufanye vitu vya ajabu kuelekea AFCON? Ina maana CAF jicho lao sasa hivi liko wapi? Wanaanza kazi za chini, wanaangalia chini. Unaweza kushangaa tunanyang'anywa maandalizi kwa sababu ya ujinga utakofanya nini? Kwa hiyo msimu huu tutakuwa tucheze ligi kwa discipline. Si umeelewa? Marefa wetu nao vile vile wawe na discipline ili tuweze kupata hata marefa wawili watatu. Ni aibu wewe unakuwa host wa mashindano ya AFCON hapo. There is no any referee ambaye atakatumika katika kuchezesha nini mashindano haya. Ni aibu. Yaani leo AFCON inachezwa Tanzania, hapo Alagija hayupo. Sasa hayupo, hata kwenye meza yani post official haupo. Sasa tutakuwa na marefa wa aina gani? Kwa marefa hii ya mambo ya kibinadamu hii waondoe. Sawa. Na pia rais amezungumzia uwepo wa video support mbadala wa VAR. Unaona pia kuna yale manunguniko ambayo yalikuwepo kwenye vilabu, malalamiko yanakwenda kukoma kwa sasa. Mimi nadhani inatakiwa iwe live sasa. Mtu anaenda kuangalia anatakiwa iwe live inaonekana. Sawa, sio aende peke yake, inatakiwa iwe live. Mimi nadhani itasaidia sana. Mimi nakwambia mwakani ndo kutakuwa na ligi. Msimu huu unaokuja. Ligi itakuwa nzuri. Ila kikubwa mimi naomba TFF wamejisahau. Waangalie kuna baadhi ya vilabu vinaonekana yani viko kwenye ligi kama kuzisupport timu fulani Simba na Yanga. Unaelewa? Yani kuna vilabu yani vipo kama vimeanzishwa na vimeingizwa kwenye ligi kwa ajili ya kuvisaidia Simba na Yanga. Yani wakishakutana na Simba na Yanga tu hamna kitu. Mfano kuna katimu fulani kikikutana na Simba kinakaza, kikikutana na Yanga kinalegea. Na kuna kingine kikikutana na Simba kinalegea, kikikutana na Yanga kinakaza. Timu za aina hizi atakuwa nazo zishushwe daraja. Hastakiwi. Ili tuwe na ligi bora. Yani mtu anatakiwa awe competitive. Yani tupate game intensity, hizi tutengeneze timu zilizokuwa bora katika mashindano ya kimataifa. Kama unakumbuka ule Sidi Ramovic alishaongea hapo. Yanga wapati game intensity kwenye mechi zake. Sasa hivi vitu visiwepo. Tuwe na ligi strong kwa sababu tunasajili wachezaji wakubwa. Kwa nini sasa usipate game intensity? Leo umemsajili Shalulile yuko ndani ya ligi ya Tanzania. Alafu unakuta eti unacheza na Mtibwa au na Singida au na nani? Sasa wewe umemsajili nini Shalulile? Wewe ongeza nini? Motisha kwa wachezaji wako, watoe commitment iliyokuwa ya hali ya juu ili waweze kuipambania timu yako. Uweze kufanya usajili mkubwa alafu hakuna game intensity. Huyu mchezaji analemaa hata akienda mashindano ya kimataifa. Sababu huku ndo nyumbani, charity start at home. Amani huwa inaanza wapi? Kwa hiyo huku kama anapata game intensity, akienda kule atapata game intensity, atapambana. Lakini huku there is no game intensity in home. Hata akienda away anakuwa ni bwegi mmoja tu. Sawa bwana, tuhamie upande wa pili sasa kuhusiana na sakata la Faisal Salum Fei Toto. Mijadala imekuwa ni mingi kweli kweli. Simba anamhitaji, Young Africans anamhitaji. Anaenda wapi Fei Toto? Mimi nadhani hamna kitu kibaya kama ukiweka matarajio ya kitu. Umeelewa Alafu ukakikosa unakuwa demoralized. Ndio Sasa mimi nawaomba wana Simba, tuna timu bora sana. Yaani Faisal aje asije. Yaani Simba sio tuna uhitaji wa Faisal. Ila Faisal ana uhitaji wa Simba. Tutembee na kauli hiyo. Tusiwape mzigo viongozi wetu. Simba ana uhitaji wa Faisal, ila Faisal ana uhitaji na Simba. Kwa maana ipi JBC? Yaani timu ya Simba imekamilika. Si umeelewa? Yaani maana yake Faisal aje Simba, asije Simba, Simba iko pale pale. Wewe una Libese, una Haura, una Mpanzu, una Chama. Sindio? Una Keresto, una Bajabal, Ibrahim Jabel. Una shida ya nani hapa? Una shida ya nani hapa? Sio kama tunamkataa. Isipokuwa matarajio, unajua ukiwa na matarajio makubwa kwenye jambo fulani, huwa mara nyingi ukilikosa unahuzunika, alafu tunaelekea kwenye ligi. Tumemkosa Faisal tayari, unaiandarete timu yako. Na wachezaji wetu watatuchukuliaje? Hivi wakiwe Haura hapa unaikuwa Faisal. Wewe unaikuwa Libesi hapa unaikuwa Faisal, unaenda nani? Wewe bwana famasiala wewe. Kwa wito wako watu wasio na matumaini makubwa. Watu wasio na matumaini makubwa. Huyu yeye ndo anahitaji Simba. Simba sio kama tunamhitaji yeye.
Yaani sio kwamba tukimkosa Faisal eti Simba ndo hapana. Yeye Faisal akikosa Simba yeye ndo atahuzunika. Kwa sababu ameshacheza Yanga, ameshacheza Azam. Yeye ndo anatakuwa ike historia acheze timu zote tatu. Na kwa mafanikio sio, umeelewa? Ni kama umemkatia tamaa. No, sijamkatia tamaa. Faisal hana shida na Simba. Mpaka kaka yake juzi nimeongea naye. Hana shida na Simba. Wala Faisal mwenyewe hana shida na Simba. Shida ilikuwa ni kwa Azam. Azam wasafi kama unabifu na Simba. Yaani ule mwaka mmoja kumuuza wataki. Wanataka mabilioni ya fedha. Na kati Faisal kabakisha mwaka mmoja akicheza nusu msimu miezi 6 yuko huru na kuzungumza na klabu yoyote. Umeelewa? Kwa shida iko kwa Azam, wanaleta mpira kishamba. Inasemekana mpinzani wako Young Africans naye yupo kwenye mazungumzo. Yanga sawa, hakuna mtu asiyetamani kumsajili Faisal. Umeelewa eh? Lakini kwa Simba si tuna timu. Yanga ana shida ya viungo. Unaona akirudi Yanga? Kwa akili zake, kwa akili za watu weusi anaweza akarudi pamoja na mazira wote waliomfanyia. Kwa kala mpaka kiapo Faisal, sidhani kama anaweza akarudi Yanga. Alikula kiapo kabisa mpaka mama yake. Aliambiwa wewe umetoka huko una njaa, ulikuwa unakula ugali na sukari, sio nini, mambo mengi tu. Akikumbuka ile sidhani hata kama atarudi atakuwa na kinyongo sana. Lakini kwa Simba huko watu wanampenda na ndoto yake kwamba kuchezea Simba, Yanga na Azam. Na hii hata Mwiguru waziri mkuu wetu alishaongea wakati huko waziri wa nini? Waziri wa fedha kwamba Faisal sasa imebakia kuchezea Simba. Yanga na Azam kashacheza. Unatamani kumuona wapi Faisal sasa? Sisi tunamtamani Faisal, lakini sio kwamba tukimkosa basi tutakuwa tumeathirika. Sisi tuna kikosi bora. Sisi tunamhitaji vile vile. Na yeye anahitaji Simba. Ili mchezaji awe na mafanikio JBC 4 kwa maana kwa mfano kama Faisal Salum Fei Toto tangu ameingia Azam hajapata makombe. Unajua, ngoja nikukumbushe kitu. Faisal si miaka 27, 28, 29. Anatakiwa asikate tamaa, anahitajika apate mafanikio zaidi. Watu wengi wanajidanganya, Faisal kashatosheka na pesa, anahitaji sasa hivi si mafanikio. Hakuna. Mafanikio ni pesa. Sio makombe. Faisal bado hajapata pesa. Sasa useme Faisal amepata pesa, Mayele amepata nini? Hivi Mayele angekuwa mtu ukata tamaa, angekuwa shamaliza mpira Yanga. Miaka 30 anatoka Yanga, miaka 29. Watoto majiajioni anaenda wapi? Kwa hela ndogo tu anaenda Piramidi. Alipofika Piramidi kauwesha. Akawa anataka Ulaya. Sasa hivi umeelewa? Mabilioni ya fedha yametumika. Si umeelewa? Ingawa kuna bosi mmoja mkubwa tajiri namba 1 hapa bado yuko na Mayele tu. Sajili namba 1. Anamhitaji. Bado anamhitaji Mayele. Si umeelewa? Kwa hiyo Mayele pamoja na umri wake lakini amekuja kuipata hela uzeeni. Sasa Faisal asikate tamaa. Unatakiwa ukae kwenye timu ambayo ina mafanikio, itakao kuwekea display. Ikuonyeshe wewe ni mchezaji wa aina gani. Unaweza ukashangaa hapa Uturuki huko. Unaenda kula hela uzeeni. Sona ngangania Azam timu haichukui hata kikombe cha mbuzi. Kinawashinda sasa hivi. Wanatia huruma Azam. Maana makombe yao yalikuwa kombe la Mapinduzi, Muungano, FA ndo makombe yao. Sasa hivi Simba na Yanga wamevingangania hivi vikombe, wanapokeza na wenyewe. Ina maana hata huku sio ligi, hata huku Azam kashapoteza uwezo wa kuchukua hivi vikombe. Simba na Yanga wote wanavitaka. Vyote wanavitaka. Kwa sasa hivi haina uwezo wa kuchukua kombe lolote Azam. Labda waingie ndondoka hapo. Sawa, JB nataka tumalize na timu yako iko Rwanda kwenye Kagame Cup. Mechi 2 mnyama na alama 2. Nimeona baadhi ya watu wanalalamika performance ya kikosi, lakini pia wakipeleka shutuma nzito na lawama kwa wachezaji wenu. Umeona hiyo? Acha wengine tuitwe kina JB 64. Tuna maono ya mbali. Mimi ni great seer, ni great thinker. Si umeelewa? Unajua watu hawaelewi nini maana pre-season. Hawaelewi nini maana mchezaji akienda mapumzikoni. Mchezaji ametumika mwaka mzima. Kapewa wiki 2 akapumziki. Wewe unapofikiria zile wiki 2 anazopewa kuna mazoezi anayofanya? Anafanya mazoezi ya mwili tu na familia yake. Umeelewa? Yaani kama gunia umelining'iniza.
limejaa mchanga afu umelitia kitobo hivi, ule mchanga utabaki vile vile, si unapungua? Ndio mchezaji anapotoka, anapoenda kupumzika pale, na maana anakuwa yuko full. Akifika nyumbani kwenye familia yake, gunia linatoboka, mchanga unafanya nini? Baadaye sasa akisharudi kwenye pre-season, ndio maana haikuwa pre-season, watu wakatulie sehemu waendelee kufanya nini? Mambo yao. Si umeelewa? Wanafanya mazoezi magumu ili kurudisha ile nini, level 40 fitness ambayo amemaliza nayo. Si umeelewa? Sasa wachezaji wa Simba wametoka mapumzikoni. Kila mchezaji basi katoka mapumzikoni. Walikuwa kwa familia zao. Ukimwangalia Mpanzu Ufaransa, Libesi alikuwa Ufaransa, naye amerudi kwao, ndo anakuja. Haula watu wamezurura. Wale ni binadamu, lazima wakarefresh mind, wanafanya kitu kinachoitwa recreation. Sasa ile recreation ndio inasababisha mapungufu ya level ya fitness ya nini, ya mwili. Kwa hiyo wanaporudi wale wanatakiwa wafanywe mazoezi magumu. Kwa hiyo yale mashindano, ndio maana mimi siku zote nilivyoongea siku ile, wao jibi unataka kukimbia mashindano ya Kagame. Mimi nilisema afadhali viongozi timu waipeleke pre-season, hata wabaki hapa wafanye mazoezi ya nini, ya pre-season. Lakini tunakwenda kule, maneno yatakuwa mengi. Mtani haelewi kwamba wewe umeenda kule kama nini? Kama umeenda pre-season, yeye anajua umeenda kwenye mashindano. Na hata vile vilabu vinavyokutana na Simba kule, vinajua nini? Simba yuko kwenye mashindano, ndio maana unaona wanafika wanagonga. Si umeelewa? Lakini sisi tumeenda kama pre-season. Tupate game, fitness, level ya wachezaji. Kwa hiyo wale wachezaji nawaambia wana Simba, pale walipo wanafanya mazoezi magumu mno, hapo wanacheza mechi. Kwanza ni hatari kwa wachezaji wetu. Si umeelewa? Ndio maana Shomari Kapombe kaumia. Si umeelewa? Kwa hiyo wanafanya mazoezi magumu. Unapofanya mazoezi magumu, wewe ucheza mpira wewe. Unataka mpira wa aina gani? Tena pale wamejitahidi sana wao. Si umeelewa? Kwa hiyo mwalimu wetu sisi anatumia akili nyingi sana msimu huu katika kuitengeneza ile timu. Na bahati nzuri sisi wachezaji wetu wote wapo, timu yetu yote ipo. Wameondolewa wale wasiohitajika tu. Waliohitajika wote first 11 ipo ndani ya nini? Ndani ya Simba Sports Club. Sasa mwalimu anaangalia yale maongezeko ataingia wapi, atatokea wapi. Huku wanafanya mazoezi magumu. Kwa hiyo wana Simba wanywe mtoli, nyama watazikuta chini. Timu iko kwenye pre-season na inafanya mazoezi magumu. Haiwezi kacheza mpira unaotaka wewe mpaka warudi walainishe mili, ndo atacheza huo mpira tunaoutaka nini? Tunaoutaka sisi. Watu wanamlaumu Ibrahim Dumbia. So watu wa mpira, striker anaangaliwa katika vitu vitatu. Kwanza anajiposition vipi? Umeelewa eh? Yaani maana yake space. Anatafutaje sehemu ya kukaa kwenye nafasi. Alafu ndo unakuja matumizi ya nini? Hapo anaisaidiaje timu katika kutoa commitment? Yule mwamba anarudi, anakaba, anafanya nini kwenye kona, anakuja, anasaidia, anaokoa. Umeelewa? Kwa hiyo kilichobakia ni kuingiza mpira wavuni. Na sio kama ajui. Alikotoka na goli 17, ulimfungia wewe? Ana assist ngapi? 6. Ulitoa wewe hizo assist? Simba amecheza mechi ya kwanza kaingia dakika 10, mechi ya pili kaingia dakika 15. Dakika 25 tayari unamjaji mchezaji. Kwa nini usimjaji huyu mchezaji aliyekuja Shalulile ambaye kacheza dakika 562? Ana goli 3. Wastani wa mechi 6 ana goli ngapi? Si wakati sahihi kwa kumlaumu. Si wakati sahihi, tumpe muda. Na hata wanaongea Ushalulile wanatakuwa wampe muda. Vinginevyo kama hawana subira watakuja kulia, watamvua nguo yule.